Ashraf, tumalize na Samia Cup hapa, tuende kwenye hii dabi ya Kariakoo ambapo tarehe 1 mwezi wa 3 maneno ni mengi ambao yamekuwa yakizungumzwa kuhusiana na wengine wakidai kwamba Damaro so Mtanzania, wanataka waone uraia wa Damaro, wengine wakipeleka barua kwamba kwa nini mechi imepelekwa New Amaan Complex Zanzibar, wengine Jimanara akaja na lake ambao mpaka hivi sasa linaongeleka, wengine kusema kwamba hii itakuwa ni mentality ya Engineer Hersi ameamua kuitumia kama kuwatoa mchezoni Simba. Umeni surprise pia kulisikia hili swali kwenye hii interview. Anyway, ngoja nikujibu kwa ufupi sana. Sidhani kama kuna shida kwa upande wa Yanga kusema mechi yao inaenda kucheza Zanzibar, lakini kwa upande wa Damaro sidhani kama pia kuna changamoto, kwa sababu ni kitu ambacho kilikuwa kinafahamika kwamba walibadilishiwa uraia. I don't know hizi stories zinatoka wapi na watu wanahitaji kujua nini, lakini kitu kikubwa mimi nataka tu kuona watu wakijiandaa vizuri kuelekea kwenye hiyo dabi. Kila kitu kipo sawa kwa upande wa kanuni, taratibu, kila kitu kimekuwa kiko clear. Kwa hiyo natamani watu wa focus na dabi. Hivi vitu vya nje ya mpira wakati mwingine vinatuharibia. Watu wa focus na dabi, of course, na naamini walimu wa timu zote mbili sasa hivi wanajikita kuangalia namna gani wanaweza kujiandaa. Lakini dabi iko mbali. Hizi timu zina mechi mbili kabla kuelekea dabi. Wanacheza kesho na 25 pia wanacheza. Kesho Yanga anacheza na Namungo, focus na mimi niko hapo, lakini pia kesho hiyo Simba anacheza na Dodoma Jiji sijui. Tanzania Prison. And then mechi ya mwisho itakuwa ni dhidi ya Dodoma Jiji kabla kuelekea kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo naamini focus yao kubwa inatakiwa kuwa kwenye hizo mechi, and then dabi ikifika watu waende wakacheze. Sasa kama kuna shida mechi kaenda kupiga Zanzibar. Neno yalikuwa mengi ni kuhusiana na Pacome Zouzoua, wengine kidai kwamba Pacome kiwango kimeshuka. Ni kweli? Pacome hajashuka kiwango bwana. Momentum tu zinatokea za mechi. Wewe siku zote unatangaza unahoji watu vizuri. Hakuna siku ambayo unaamka hauko sawa. Of course lakini nafahamu watu wanajua climax yake ya mshikaji iko pale. Wanaamua kwamba yeye ndo anaamua mechi, and then wachezaji wote worldwide duniani hakuna mchezaji ambaye ana stick kwenye ile peak siku zote. Ronaldo kuna siku yule Ronaldo ambaye alikuwa kwenye prime, kuna mechi anaenda fanya vizuri. Messi naye kuna mechi ende vizuri, lakini tunatazama mpira kwenye engo tofauti. Sitaki kuamini kwamba Pacome ameshuka kiwango, lakini ninachotaka kuamini kwamba inatokea kuwa na game mbaya. Ashraf, mmepoteza kwa magoli 2-0. Shida ilikuwa wapi siku ya leo? Timu Crown Media ameweza kufungwa na timu Kombolela. Of course mechi ilikuwa upande wetu. Kama ulikuwa unaiangalia mechi vizuri kuanzia kipindi cha kwanza, Crown Media ilionekana tumedominate game. Composure ilikuwa kubwa kwa wachezaji, lakini utofauti ulikuja kwenye vitu viwili. Unajua ukiangalia Crown Media namna ambavyo walikuwa wanacheza, tulikuwa na overconfidence kuamini kwamba Kombolela hawezi kufanya kitu. Namna ambavyo wao walituheshimu kukaa nyuma, sisi tulikuwa tunashambulia, tunawatawala kwenye eneo la kiungo, lakini wao walikuwa wanaonekana kuwa hatari zaidi kwenye counter attack. Yaani kwamba it is okay, tunawaheshimu, nyinyi kaeni na mpira, sisi tutatoka nyuma and then tutashambulia kwenye moment. Kwa hiyo kadri dakika zilikuwa zinazidi kwenda, Crown Media confidence ilikuwa inazidi kupungua kwa sababu ya pressure ilikuwa inakuwa kubwa kwamba tunaendaje kupoteza mechi au tunatoaje sala wakati sisi ndio tumedominate game. Lakini pia dakika zilivyokuwa zinazidi kwenda, unaona Kombolela confidence ilikuwa inazidi kuimarika, wana push kwa sababu wanaamini hao watu wameshindwa kutufungua. Ngoja tujaribu bahati yetu. Kipindi cha kwanza tulitoa draw, tulimaintain, lakini kipindi cha pili pia tulirudi na pressure kutaka kwa dominate, and then nao wakafunguka. Walifanya maboresho wachezaji kadhaa kama ambavyo Crown Media ilifanya maboresho wachezaji kadhaa, but haikuwa bahati kwa sababu ya moment ambazo walikuwa wanazipata Kombolela. Walikuwa wanajaribu kuhit, kutuonyesha kwamba wao ni bora kuliko sisi. And then wamekafanikiwa kupata magoli 2 fantastic na wamedeserve kuwin. Mtanjema haonekana asubuhi, mmepoteza. Dalili ya kuchukua kombe la Samia Cup zipo? Yes, kwa sababu kwenye kundi kuna mechi nyingine kama 3 hivi zimesalia. Manake tumeona makosa ambayo tuko nayo, tunaenda kufanyia kazi kuona namna gani tunaweza tukaboresha na tuka maintain kwenye hizo game 3 ambazo zimebaki na tukapata ushindi, kwa sababu michuano bado ipo na hii ndio kwanza mechi ya kwanza kwenye kundi. Kwa hiyo tunayo hiyo room ya kuweza kufanya vizuri, and then tukaenda kufanya vizuri zaidi, kwa sababu tumeshuhudia michuano mingi watu wanapita kama best loser, ndio wanaenda kuwa mabingwa. Sisi hatujafika hata mapema, lakini ingawa sasa tulikuwa Taifa Stars hawakuwa mabingwa. Kuna timu kama ilivyokuwa Ureno 2016 walipita kama best loser, then wakaenda kuchukua Euro. Ivory Coast juzi 2023 pale kwao walipita kama best loser, wakaenda kabeba ubingwa. Kwa hiyo ni mechi ya kwanza, of course ilikuwa na pressure na tulikuwa tunatamani kupata alama 3 ili kuzidi kuongeza confidence. Haikuwa kwa upande wetu, lakini tunaamini mechi 3 zilizobaki tunapata alama 9. Mchezaji gani wa Kombolela alikuwa anakushtua pale kati uwanjani, alikuwa anaona kabisa huyu hapa kazi? Kuna mwamba anaitwa Cholo, yule last aliingia kipindi cha pili. That guy fantastic. Yule ndo alikuwa kama game changer kwenye eneo la kiungo. Yule jamaa msimu uliopita alikuwa anacheza timu ya Lamata Village.
This time hii mechi mimi nilikuwa naitangaza kupitia Crown TV, ilikuwa Com2 pale natangaza. Kwa hiyo alivyoingia yule jamaa nikajua tu kabisa kwenye eneo la kiungo habari zimeisha. Angalia hata goli la pili ambalo limefungwa, yeye ndo amepiga key pass pale katikati kwenda kwa winga pembeni, na Nzeni huyo mtu akapiga assist kwenda kwa mtu ambaye alikuwa kwenye box. Kwa hiyo yule ni mchezaji anaitwa Cholo, kavaa jezi namba 4, ana rasta hivi. That guy ni brilliant. Ana akili ya mpira, anajua wapi apeleke mpira, composure aliyokuwa nao, utulivu wa akili, ndo alienda kuchange kila kitu na ilikuwa ni hatari zaidi. Walishindwa kumcontrol Cloud Media. Baada ya goli la kwanza Kumbele alikuwa analalamika kwamba mmewazimia umeme. Umeme ni mambo ya kiufundi tu. Sasa wachezaji figi zilikuwa zinaendelea na mbona ulirudi umeme jamani? Ni mambo tu ya kinini yalikuwepo yale, ni mambo ya kitaalamu, lakini baadaye tulihakikisha kwamba umeme unarudi and then tukaendelea na mechi, kwa sababu kama tungekuwa tunafanya shughuli za kuhakikisha kwamba umeme hauwaki, sasa tushafungwa. Inabidi umeme urudi jamani, ili tuone namna gani tunaweza tukarejesha. Kibonde, mmemtaja Kibonde katika kundi lenu kwa jinsi msimamo ulivyopangwa, mkasema Kibonde kama mnavyomuona mkajitamba, lakini mambo ndio yamekuwa Ashraf. Of course ndio ile ilikuwa unasema kwamba tuliingia na overconfidence. Unajua tukiwa tunajiamini, overconfidence inatengeneza arrogance kwa maana ya kiburi. Kuwa na confidence maana yake unamheshimu opponent ambao unacheza naye. Una nidhamu, unajua kwamba ni timu bora, lakini unamrespect opponent ambao unaenda kucheza naye. Kwa hiyo hawa jamaa walichofanya, waliingia na kitu kinaitwa survive mindset, kwamba tutavumilia. Na Crown Media waliingia na kitu kwenye psychology tunasema emotional ownership, kwamba tunawamudu hawa watu. Unajua ile mentality kwamba hawa ni vibonde, kwa sababu kwanza ndo wanacheza kwa mara ya kwanza kwenye hii michuano, lakini pia Crown walikuwa na experience kubwa kwenye hii michuano. Kwa hiyo ile kuingia kama kibonde ikapelekea sisi kombolela kuwafanya wawe na nidhamu kubwa. Walikuwa wanakaa nyuma, wanakuwa compact, hawaachi mianya sikuweza kupitisha penetration pass, then boom wanatushambulia kwenye counter attack, fanikiwa kufunga. Na kwenye mechi tumeonekana tumemiliki mpira usiokuwa na faida. Ingekuwa timu ya ligi kuu Tanzania bara, Kombolela ingekuwa timu gani katika timu zetu 16 za Tanzania? Kwa hii mechi leo JKT. Yeah. Nidhamu kubwa JKT Tanzania. Kama tunachukua msimamo kama ulivyo kwamba JKT wanaongoza ligi, au ni kwamba Simba na Yanga bado hawajaingia? Yes, JKT kwa sababu nimependa nidhamu yao wakiwa na mpira na nidhamu yao wakiwa hana mpira. Tukabe wote, tusiache mianya, tuwafanye opponent wetu wafanye kazi kutufungua. Kama watatufunga kweli tuone wamefanya effort kubwa. Ndio maana ulikuwa unaona Crown Media walikuwa na possess mpira, lakini kuwafungua ilikuwa ni ngumu. Una lipi sasa kuambia mashabiki wa Crown Media ambao siku leo tena wamejitokeza hapa? Tumeona Konde Gang pia alikuwepo lakini aliondoka mapema. Konde Gang walikuwepo na ilitokea sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu, wakajitoa kwenye michuano. And then kilichotokea ni kwamba we are just waiting kuona tunarudi na comeback ya kutosha kweli. Kitu ambacho kilichopo, mashabiki wa Crown Media wasikate tamaa. Tunazo mechi nyingine ambazo tunaamini tutakuja, pull up, vitu vitatokea. Wasife moyo, yani tunaenda kuwasha kweli na tunaamini tunapata matokeo mazuri.